Karibu mtazamaji, tuanze na hapa kaunti namba 47 ambapo wananchi hii leo wamepata fursa ya kutoa maoni kuhusu nia ya serikali ya kutaka kuuza hisa zake katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Kampuni ya Vodacom ya Afrika Kusini imeonyesha matamanio ya kununua hisa hizo, lakini baadhi ya wananchi wakiwemo viongozi wametilia shaka pendekezo la serikali la kutaka kuuza 15% ya hisa zenye thamani ya takriban shilingi bilioni 250. Tusikilize. I want to say is selling of shares, Safaricom shares only provides temporary relief to government finances. It does not solve underlying issues as corruption, wasteful spending, and poor public finance management. That is my say. Upcoming women representative Nairobi County, then the lady next hapo tukuje hapa katikati tukisonga hivyo. Thank you, Chair. Haya, she has a mic. Sasa, you know, not everyone who can talk. So when you boo at me, my friend, proceed. Thank you, Chair. Good evening, everyone. Good evening. Good afternoon. My name is Andy Rito from Embakasi East, Embakasi Ward. Yeah. My point is about the Safaricom and the shares that we are selling. It is good to buy and to sell the shares, but because of the infrastructure, I started here to ask Chair, because he's the Chair of the Finance, when you are doing your budget, kindly consider the people who are differently enabled when you are doing all those. Because I come across our loads, especially in our up countries. I use my up country in Nyandarua. I come to realize that most of the people who are differently enabled cannot access even the hospitals, the schools. And here we are, tunaongelelea pesa zitanunu, tutauza the seller, tutengeneze barabara. Kindly, let us do so to care about the people who are differently enabled, and I support the. Thank you. Here, 1 minute. Na tukuje hapa. Habari zenu? Wewe hapo. Kwa majina mimi naitwa Benjamin Tito na sitarudia kitu ambayo imeongelewa tena. Ndio tumalize masaa haraka. Mimi kwangu na support sana kabisa iuzwe Safaricom share, lakini kitu moja tu ndio niko nataka kufanya. Pesa ambayo itakuwa imeuzwa ile kazi itafanya. Kama mimi upande yangu sana niko nataka kuuliza mtu yote amekuwa Embakasi, kutoka Embakasi North. Kuna barabara imekaa miaka 15 bila kutumiwa ambayo imekuwa imezikwa na iko pande ya Embakasi North. Hiyo barabara inanipatiaga wasiwasi sana. Na sijawahi sikia mtu yote ama mbunge yote kuja kuongea hiyo barabara. Inaitwa nani hiyo pesa tunataka tu? Inaitwa nini? Ifuvwe. Inaitwa Muigai Kenyatta Road. Muigai Kenyatta Road. Yeah. Okay. Thank you very much. Hapa the gentleman here. Hapo tumepita.